mtazamaji, tumekuja na taarifa ya tanzia ya kufiwa na mke wa ndugu yetu Bakari hapa, ambaye kwa muda wa zaidi ya mwaka mmoja tumekuwa tukimuona hapa kupitia Maximum TV na kuisikia sauti yake na hata kuona mateso yake ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Leo hii amefariki dunia. Zimepita siku 3 na leo nadhani siku ya 4 toka amefariki. Na siku aliozika ni siku ya Jumatatu ambayo nilishindwa kufika msibani kwa sababu nilikuwa niko mbali kabisa na mji huu wa Dar es Salaam, lakini leo hii nimepata wasaa kuweza kufika hapa. Nimekuta mambo yamebadilika. Kile kitanda ambacho tulikuwa tumezoea kumuona akiwa amelalia, lakini pia na shuka ambalo alikuwa anajifunika, ndio hili hapa nyuma tunaona limefunika vitu vinginevyo, na kile kitanda kimekiwa vitu vyote na mazingira yamebadilika. Sasa ndugu yetu huyu hapa alikuwa ametoka msikitini, tumemsubiria. Baada ya kufika hapa tunakwenda kuzungumza naye kwa kina tuweze kujua yote ambayo yalitokea mpaka dakika za mwisho za kumpoteza mke wake. Endelea kuwa na sisi kupitia Maximum TV. Tuko na ndugu yetu hapa. Kaka, habari za sasa? Salama. Ase, pole kwa msiba. Shapoa. Pole sana. Shapoa. Tuambie hali ilikuwaje? Kwa sababu mara ya mwisho ulisema hali yake imekuwa mbaya, anashindwa kula, mara anapata afadhali anakula, mara anatembea, mara kesho atembei. Hali ilikuwa ni ya waje mpaka dakika ya mwisho anafariki? Ungeanza mwanzo kabisa. Nilipeleka hospitali alikuwa anaongea nini, alikuwa anakula. Naona alianza matibabu ya mionzi tu ndio hali kwa mbaya. Okay. Alifanywa mionzi mingapi? Mionzi mimi nimelipia 100,000, sijui kwa mionzi mingapi. Alikuwa anafanywa kila baada ya muda gani? Kila siku alikuwa anafanywa hivyo. Sawa, lakini hakumaliza hiyo huduma ya mionzi. Kamaliza. Na hawakukuambia idadi ya mionzi aliyomfanyia? Hajaniambia. Sawa, tuambie sasa, mara ya mwisho uliongea naye ilikuwa ni kipindi gani na mazungumzo yake makubwa alikuwa mazungumza kitu gani? Mara ya mwisho alikuwa ananiambia bwana ninunulie nini antena ya anataka antena nini, nikamwambia sio nataka antena katoe ugali yako ishakuwa mbaya unapumulia mipira nini. Ili subiri kwanza tuangalie na kuaje. Halafu hivyo vitu unapotaka nitakununulia. Ndio hiyo antena ni ya nini? Nataka nini antena ya Balesa. Azam TV Kingamuzi. Kwa hiyo tukuongea hivyo basi ndio ikawa hiyo ndio kauli ya mwisho. Maana yake alivyokuambia hiyo kauli ilichukua muda gani ndo kufariki? Kwa hivyo niambia hiyo kauli hiyo ilikuwa Alhamisi. Alhamisi aliniambia hiyo. Ikafika Ijumaa akaniambia nataka machungwa. Daktari akasema usimpe machungwa sababu anakulia mpira. Machungwa simpe. Basi nikaachana nayo. Alipofika Jumamosi nimeenda pale akawa aongei kabisa. Kwa nikashinda kule mpaka usiku saa 2 mpaka daktari ananiambia usiondoke, subiri. Mimi naambia mimi naondoka saa 2 ndio nitafika nyumbani saa ngapi? Kwa kweli nimefika hapa, nimelala, asubuhi tena nitaka kunyanyuka kwenda hospitali leo nzito. Nikaenda kweli nikaambiwa pale bwana, mke wako alikuwa anampenda, Mungu kampenda zaidi, kafa saa 4 usiku. Kaambia sawa. Nikakusanya vitu vangu pale, nikakaa chini. Nikakaa chini kunalia, kunapigia watu simu. Baadhi ya watu wamepata habari, baadhi ya watu hawajapata habari, baadhi. Kusanyika watu hapa. Kweli watu wameniitika. Kuja hapa ndugu zake upande wa mama ananiambia mlete huku maiti Chalinze. Upande wa baba ananiambia maiti peleka Kibuta. Sasa mimi nikaamua kwa vile watu hapa wamenikimbilia walikuwa wengi, nikaamua mimi mambo yote yafanyike hapa. Kwa hiyo mambo yote yamefanyika hapa. Tumeenda kuinzika Kibesa. Kibesa ya Ntamba, njia ya Kisarawe. Kwa maana yake mlifunga safari ya? Tumefunga safari, nimekodi gari. Nimempeleka Kibesa. Ambapo huko sasa ndo kuna makaburi ya kwenu ya familia ama? Makaburi ya baba yake. So mama yake hakuja msibani? Mama yake alikuja Alhamisi na hiyo hali alikuta mbaya. Alikuja kula anakuja pale ananiambia bwana nipe mwanangu nikauguze mwenyewe. Akiwa nyumbani anakuwa jambo, akija kwako anakuwa hali mbaya. Haiwezekani hiyo hali. Wewe unamfanya nini mwanangu? Twende kwa daktari ukatoe ruhusa kule nipewe mwanangu. Daktari asema takupaje mtoto wakati mtoto yeye anapumulia mpira, anajisaidia kwa mpira, takupaje?
hatuwezi kukupa. Wewe kubaliana na alomleta, akikubali huyo basi tutajua tufanye nini. Kwa vile mimi hali nimeiona vile nimekataa sijampa. Kabidi Jumamosi ile mama kaondoka. Na siku aliondoka yeye mama yeye akafariki siku saa 4. Kwa siku mama mkwe wako amekuja ndo siku mke wako amefariki. Alikuja Alhamisi. Alafu Ijumaa ndo akafariki. Akafariki Jumamosi. Jumamosi usiku. Na pole kaka. Shapoa. Wakati unatoka msikitini hapo umeniambia mimi nimeshindwa kukaa ndani kwa sababu nikikaa ni kama namuona Mama Shukuru. Nikikaa ndani peke yangu naona kama Mama Shukuru yupo. Kwa nalia peke yangu kaa ndani. Na watu wananiambia tu usitembee kaa ndani mpaka siku 7 zipite. Kwa sababu ya kujiliwaza na kupata utulivu wa akili, mimi nilikuwa nashauri utembee. Kwa sababu ya kukaa sawa kiakili. Sawa? Mimi nilikuwa nashauri utembee. Kwa sababu ukikaa ndani utakumbuka vitu vingi sana. Ndio maana mimi naambia natembea, wananiambia hana kutembea, wewe kaa ndani tu. Baadhi ya ndugu, baadhi ya marafiki nakutana barabarani wazee, wananiambia hana kutembea. Mpaka wiki yote ishe. Pole ndugu yangu, umepambana kadri uwezavyo mpaka dakika ya mwisho umefanikiwa kumzika mke wako. Nimepambana hadi madaktari wenyewe kule wamenipa hongera kwa sababu wananiambia muda miaka 3 kule. Natibiwa kule. Ametibiwa miaka 3. Miaka 3. Mara ya mwisho siku zile niliongea naye tukapiga story sana, akaniambia yuko sawa, hali yake iko vizuri, anaweza akatembea na kila kitu. Ni kweli ilikuwa hivyo? Ilikuwa hivyo ndio. Yaani ilikuwa hivyo, yaani alikuwa anaongea mwenyewe, anaagiza vitu mimi nampelekea. Alivyoanza kupiga mionzi tu basi hali imebadilika. Ila wote kwa wote tunaamini ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameamua kumpumzisha kwa sasa kwa sababu ameteseka sana na maradhi. Ameteseka sana miaka 3. So na watoto wako wote walikuja? Watoto wako shule lakini walimu wote taarifa wanazo. Hawakuruhusiwa kuja, si ndio? Hawakuruhusiwa. Kuna na mitihani ama na kitu gani sasa? Kishapoa. Kwa sasa hivi na mitihani watoto wako shuleni? Mtoto wa mitihani mmoja tarehe 13 mwezi wa 9. Na mwingine huyo form 2 mpaka mwezi wa 11. Haukuwahi kumchoka mke wako hata kwa mara moja? Haukuwahi kumchoka mke wako hata mara moja? Hamna, sijawahi. Na mama mkwe mpaka sasa hivi mnazungumza? Mama mkwe mpaka sasa hivi mnazungumza au ndo tayari tena mawasiliano hayapo? Ndio. Ongea. Alifika hapa, walikaa hapa, tulikwenda kuzika tu. Wakaondoka huko kwenye nyumba ya baba yake huko Vingunguti ambayo ilitakiwa msiba ndio uwepo. Lakini hapa majirani wanasema sisi ndio tuloteseka. Dawa ikipungua sisi hapa ndio tunachangishana, babu anapeleka hela kule, mtu anatibiwa. Na Watanzania leo hii itakuwaje msiba apelekwe huko? Kwa hiyo mambo yote yakawazimisha hapa. So maana yake mlichokifanya ulikabidhiwa mwili kule hospitalini. Ukaja nao hapa. Kaja nao hapa. Hapo kakaa siku nzima ama? Nifika hapa. Umefika mpaka hapa, kutoka hapa tukaenda msikitini hapo wakafini tayari. Umetia kwenye gari tumekuzika. Sasa hauna mtoto na mimi ndio alikuwa mtoto wake na mama pia hayupo. Kuna mtoto, watoto zangu wamebaki 3. Wawili wako shule, mmoja ndio yupo hapa. Nimemuona wakati nafika hapa, nimemuona anatembea anajirusha mwenyewe. Yupo hapo. Yule ambaye unasemaga hampatani. Si yule ambaye unasemaga mpatani ndio yupo. Ndio yupo. So baada ya hapa mpango ni nini? Nini kinachoendelea baada ya kumaliza hizi mchakato za msiba? Kwa sababu umesema mmeshafanya 3 pia jana. Jana pia ndio siku ya 3, tumefanyia 3. Kwa hiyo tarehe 27 mwezi wa 9 ndio tunamaliza msiba wenyewe. Kama ndio 40. So hata kwenye 3 pia watu waliitika kama ambavyo unasema. Kwenye 3 pia watu walikuja wengi. Na kwenye 3 hatukualika watu kwa sababu 3 ile imeenda kusomewa msikitini. Akikuwa kitu chochote. Lakini wakati wa kumstiri watu walikuja wengi tu. Kwenye 40 hiyo
watu watakuja wengi, sababu tutaambia watu. So kwa sasa hivi hapa baada ya kumaliza 40 ndio utaanza kutoka kuanza kazi zako kama kawaida. Ama labda baada ya hizi 7 ambazo uliambiwa ukae uendelee na majukumu yako. Baada ya 40 hapo, ukimaliza 40 ndio nitafute mtaji, ndio nitafute tena maubao nifanye biashara kama zamani. Tuna mpango wa kuoa kweli? Sasa hivi sioi kwanza. Lakini itatokea siku utakuja. Sasa hivi sioi kwanza mpaka nitafute mtaji. Nikishapata mtaji nifungue biashara, niangalie biashara gani kipate. Ndio hapo baadaye, labda hapo baadaye, kwa sababu sisi Waislamu wanasema haiwezekani mtu kukaa hivi kwa mtu una swali hapo ukae bila mke, sio vizuri. Kwa hapo baadaye labda ndio nitaoa, sio sasa hivi. Na ulisema una miaka mingapi? Ulisema una miaka mingapi? Sasa hivi 55. 55. Na kuhusiana na kuoa pia utaoa mwanamke wa kufanania na wewe kama ambavyo unafanyaga siku zote ama? Sasa hivi kama nitajaliwa kuoa nitabadilisha rangi. Utaenda wapi? Nitaoa mweusi. Unaogopa nini kwani? Kuna kitu unahofia labda kwenye rangi ambayo ndo alikuwa nayo mke wako? Hamna, kwa sababu wa kwanza nimeoa mweupe tukaachana. Wa kwanza? Nilioa mweupe nikazaa naye watoto wawili tukaachana. Na huyo wa kwanza alikuwa naye pia na tatizo la ualbino? Huyo alikuwa albino lakini ile tumeachana tu. Huyo wa kwanza alikuwa sio albino. Albino. Okay. Kuachana na huyo nikaja kuoa huyo albino vile vile. Sasa tena nitakojaliwa tena kuoa siwezi tena, sijui tena, lakini mimi na mimi yangu mimi sioi tena albino. Ndio hapo sana pauliza sababu ni nini? Sababu ni kwa sababu tayari ulishaoa wawili ambao wana tatizo la ualbino, ama sababu ni ipi? Kuna hofu yoyote labda juu ya hilo? Hana hofu yoyote, maradhi ni mtu wa kawaida tu anampata. Mbona kule Sherlock wapo weusi kibao na kansa wengi tu. Kama odi wala shule ya kwanza 321 mweupe peke yake, walibaki wote weusi na wana kansa. Sisi siamanishi hivyo, na watu akatoka hapo akapelekwa odi yangu, angalia ni hivyo hivyo. Alipelekwa hadi ICU? Alizidiwa sana kumbe. Ndio, alizidiwa sana hadi kapelekwa ICU. Mama yake ndo kankuta huko, nashangaa yeye anakurupuka anaondoka, alafu tena kafariki, angania maiti tupeleke huko. Mimi nimekataa. Yule ni mke wako, ni halali yako. Mimi na uhakika unaweza kumzika popote ambapo unataka wewe. Yule ni mke wako, kwa hiyo ni halali yako, unaweza kumzika popote unapotaka wewe. Ndio maana mimi nimeamua nimeenda kumzika huko Mtamba ya Kibesa. Sasa kutakuwa kuna ukaribu wote kati ya wewe na mama mkwe, sababu anayewaunganisha tayari shafariki. Kutakuwa kuna uwezekano kuendelea kuwasiliana naye au ndio ishaisha kila mtu ashika? Atawasiliana na watoto, si wapo watoto wapo 3 mezaa nayo. Lazima nitawasiliana nayo tu. Ilikuwa hasira tu. Tawasiliana naye kama kawaida. Na toka siku zile alivyokuambia upeleke maiti kule, haukupeleka. Ulimjibu kwamba hauleti, unazika huku ama tu uliamua kumaliza tu? Nimwambia mimi bwana, mimi nazika huku, sipeleki Kibuta wala sipeleki Chalinze, mimi mama nazika hapa. Yeye akasema lazima ulete huku kwa sababu mimi ndo mzazi wake. Nikamwambia sawa, wewe ndo mzazi wako, lakini mimi ndo nimeamua hivyo. Sawa ndugu yangu, naona vitu vyote vimekusanywa hapa. Maana yake hii sehemu ya katikati ndio mwili ulipokuwa umewekwa. Mwili haujawekwa hapa. Hapo ilijaa watu tu walikaa, ndugu na ukuja na kaa ndani. Vitu vyote vilitolewa, nimerudisha wenyewe. So mwili mliweka hapa? Niliweka au mama mwenye nyumba nimemwomba kaniwekea huko chumba cha mwisho. Akitumiki au? Hicho chumba kitumiki? Kinatumika, mwenyewe hayupo kwa safari. Sawa, sisi tunamkumbuka Mashukuru kwa mambo mengi sana, ucheshi wake, tabasamu lake, vioja vyake. Alikuwa ni mtu mtani sana. Alikuwa mtu wa furaha sana. Alikuwa mpambanaji sana. Kwa hiyo tutamkumbuka kwa vitu vingi sana. Hata mimi pia nitaikumbuka sauti yake. Ilikuwa akiongea na mimi tunapiga mastori vizuri sana. Si ndio Wewe kwa upande wako utamkumbuka kwa vipi sana mke wako? Mimi nitakumbuka tu, siwezi kunisahau, kwanza nilizaa nayo watoto. Kwa hiyo siwezi kunisahau.
siwezi kumsahau kabisa. Sawa ndugu yangu, mimi nashukuru kwa time yako. Neno moja kwa watu wote ambao wamepambana na wewe, kuwa na wewe bega kwa bega mpaka dakika ya mwisho umekwenda kumzika mke wako. Ninawashukuru wa Tanzania wanisaidia. Yaani mkosa wa Tanzania hata hiyo hata kule nani kule nilikuwa nadaiwa kule hospitali. Sijui hiyo bili kalipa nani? Hujui? Ni kwenda kule asubuhi kwenda na hela yetu hapa. Tumekuta mtu kalipa kule bili. Kwa hiyo sasa hii hela ambayo tulitaka tulipe kule ndio tumechukulia gari. Tumepeleka mwili kijijini. Kwa hiyo nashukuru sana Watanzania wanisaidia na waendelee kunisaidia. Sawa mtazamaji, nadhani umemsikiliza ndugu yetu, ameongea kwa nafasi yake juu ya msiba wa mke wake. Sisi sote tunasema tunamwachia Mwenyezi Mungu, yeye pia ndio mwenye makusudi ya kile ambacho amekiamua, kwa sababu tulitamani tubaki na mpendwa wetu, lakini leo hii tuko naye tena. Tulitamani kusikia sauti yake, tulitamani kumuona mara nyingi sana akiwa na furaha na kila kitu, lakini ndio hivyo, leo hii tuko naye tena. Endelea kuwa na sisi kupitia Maximum TV. Hii ni Sad Moment, mimi naitwa Zahir Hussein. Bye bye. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofya alama ya subscribe kisha bofya kengele. Maximum TV.